mwanamke ana majukumu mengi na ni vizuri ukaweza kwanza kutofautisha. Kwa sababu unaweza kuta mwanamke ni kiongozi ofisini, mwanamke pia ni mama, mwanamke ni mke. Ni lazima ufahamu majukumu yako, lakini pia uweze kugawanya muda, kwa sababu kuna hatari kubwa kwa sababu una vitu vingi. Ni vizuri ugawanye muda ili katika nafasi uliopo uweze kufanya vyote kwa ubora. Jukumu la kwanza ni kufahamu na kuimarisha mfumo wa uchumi wa familia, na hili ni jukumu muhimu sana. Kwa nini nazungumzia mfumo wa uchumi ndani ya familia? Kuna mfumo wa uchumi ngazi ya mtu binafsi na kuna mfumo wa uchumi ndani ya familia. Kwa mfano, mimi nishaikuwa na kesi moja. Ni mama ambaye mume wake na familia yake ni watu ambao wametokea katika kazi, vyeo na nafasi walizokuwa nazo ni watu ambao walikuwa na nafasi za juu katika ngazi ya serikali. Lakini baada ya mume kutangulia mbele za haki, maisha ya mama na jinsi ya kulea watoto na kusomesha yalikuwa ya tabu, kiasi kwamba unaweza kujiuliza kulikuwa na shida mahali. Tunasema kuna success husband na success family. Watu wengi wako katika ile success husband. Baba ana kazi, mama ana kazi. Lakini ikitokea baba hayupo au mama hayupo, familia inayumba. Kwa hiyo kama mwanamke ndani ya familia ni vizuri kuwe na mfumo wa kuendesha familia kipato. Ndo hapo sasa mwingine unakuta anaweka nyumba za kupangisha, kwa maana hata baba asipokuwepo watoto wanasoma. Mwingine biashara tofauti. Na hapa nisisitize, kama mwanamke usiwe tu unapokea, fikiria na namna ambavyo kesho kutwa ikiwa wewe haupo au baba wa familia hayupo, watoto wataishije? Tofauti na mmoja kwa ambaye amefanikiwa zaidi. Kabisa. Jukumu la pili, kufahamu ujuzi wa kutengeneza pesa. Hili ni jambo muhimu sana, ujuzi wa kutengeneza pesa. Na hapa naipenda story moja, Hilda, kwa sisi wa Kristo kusoma Biblia. Kuna story ya mwanamke mmoja, alikuwa ni mke wa nabii, na mume wake baada ya kufariki alikuwa na madeni, akaachwa na madeni kiasi kwamba watoto wakataka kuuzwa ili kulipia yale madeni. Kwa hiyo mke wa nabii akaenda kwa mtumishi wa Mungu, nabii Elisha. I think Elisha au Elia. Lakini ni hapo. Lakini baada ya kufika pale akajielezea na nini, lakini mtumishi wa Mungu yeye lengo la kwenda pale alikuwa anahitaji maombi, anahitaji msaada wa kiroho. Lakini kuna tofauti kati ya msaada wa kiroho na msaada wa kiuchumi. Ni vizuri uwe na ujuzi. Kitu gani unaweza kukifanya vizuri kinaweza kukuingizia fedha. Hili ni jambo muhimu. Aidha kama huko ngazi ya familia, kama kuna biashara inarani, mnaishi kwa biashara, basi mama jifunze mambo mawili matatu. Na kama baba wa familia, ni vizuri mkeo au mtu ambaye uko ndani ya familia unamwamini awe na uwezo wa kurani. Kuna hatari kubwa sana ya yule kiongozi kuondoka, pengine sio tu kutangulia mbele za haki, hata kiafya ikawa haijakaa vizuri, ukajikuta mfumo wa familia, fedha na maendeleo yakawa yanateteleka. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, ni mwanamke ni mwalimu wa fedha. Mwanamke ni mwalimu wa fedha na ni mwalimu wa nidhamu ya fedha. Na hapa mwanamke hafundishi kwa kuzungumza kama mimi professional. Mwanamke unafundisha kwa mambo yako unayofanya kila siku. Mama, unakuta baadhi ya familia, kwa mfano mtoto, kuna kakripu fulani shai kuona kwamba mama amekuja kudaiwa, amejificha ndani. Anamwambia mwambie hayupo. Na msanda kusema mama amesema niseme hayupo. Kuna kitu pale, maisha yako unayoishi kila siku. Kama mwanamke kuna kitu unafundisha watu, aidha kwa kuongea au kwa kufanya. Sema watoto wanajifunza zaidi kwa yale matendo. Matendo zaidi. Kwa hela inayoachwa pale mezani, unamwambia nenda kanunue kitu fulani, change ibaki. Pale unafundisha kwamba budgeting, nidhamu ya fedha, tusitumie vyote. Kwa hiyo kama mwanamke ni lazima ufahamu nafasi yako, lakini pia ufundishe kwa matendo. Na hapa sasa hivi unajua watu wengi tukizungumzia nidhamu ya fedha inakuwa ni darasa gumu. Unakuta mwingine anapokea kipato kikubwa, lakini sasa inawezaje? Anashindwa kwa sababu hatujaanzia chini. Kwa hiyo kama mama ni vizuri ukasimama vizuri kwa nafasi yako. Jambo la 4, kujenga utamaduni wa akiba, kulinda rasilimali na kuepuka madeni. Hilo ni jambo muhimu sana. Kuna tunasema wife material. Kuna siku tulikuwa tunaongea na Good Luck hapa kwamba ukiwa wife material
kuweka akiba ni jambo sio la kukumbushwa, yani usitumie yote. Maana unakuta leo umepata 5,000, kesho 10,000. Basi mtu akipata 10,000 anaongeza sana 10,000. Akipata 5,000, jitahidi uwe na average, kuwe na kiasi fulani kinabaki. Kwa hiyo ili ni jambo muhimu sana, uwe na mahali. Si lazima benki, katika ngazi yoyote, Kama ndani ya familia unaweza kuwa na sehemu yako kwenye kabati, kabasha, kuna mahali unaacha chenchi, siku moja zitakusaidia. Kwa isitumike yote. Isitumike yote. Kwamba kuna siku akipata hela makuku, masabaki, afu kuna siku wanaangalia usoni, leo inakuwaje? Inakuwa kavu. Jambo lingine, nguzo ya mipango na maendeleo ya familia. Nafasi ya mama, ni vizuri ukawa unafikiria mbele. Usiwe sasa hivi tunahamasishana mwanamke usiwe golikipa, sio tu kwenye mambo ya fedha na uchakarikaji, lakini pia hata akili yako iwaze mbele, lakini pia matendo. Unakuta kuna baadhi ya wanaume wanalalamika, yani mimi ningefika mbali lakini mke wangu sherehe nyingi, kila sherehe anataka kushona 200,000, kila sherehe anataka nini. Kwa hiyo ni vizuri ukawa na fikra za mbele. Kuna vitu ambavyo si muhimu. Jifunze kutofautisha matumizi ya muhimu na ya anasa, na hiyo itakupa nidhamu ya fedha na mwelekeo sahihi wa namna unavyoenda. Sasa baada ya kuangalia majukumu, yapo mambo mbalimbali ambayo umegusia hasa ya muhimu kuzingatia. Familia yoyote iliyo imara ina mwanamke mwenye sifa hizi. Kwanza kabisa, mwanamke uwe na uwezo wa kupanga. Na hapa nikizungumza kuna mtu anajipozesha, sasa mimi sijaolewa. Unaanza na wewe mwenyewe. Kama tuna jinsia ya kike, hii mada inakuhusu. Uwezo wa kupanga. Hivi hapo ulipo, baada ya miaka 3 kutokea sasa, unahisi utakuwa umefika wapi? Kwa kiwango gani? Unafanya juhudi gani ili uweze kufika? Uwezo wa kupanga, na hiyo ndio itakupa tabia. Watu wengine wanaweza kufanya vitu lakini wewe usifanye kwa sababu kuna mahali unaelekea. Lakini sifa ya pili, moyo wa kujenga familia na maendeleo. Kuna baadhi ya watu, yani sio watu wa kujenga, ni distractor, ni watu wa kuvuruga. Sehemu, yani jitahidi sehemu ambapo upo uwe ni mtu wa kutengeneza. Kama umekuta kitu mtu ameanza hatua moja, jitahidi ifike 2, 3 na kuendelea. Lakini pia uwe na akili na mtazamo wa kimaendeleo. Mwaka huu 2026 usiwe sawa na mwaka jana. Fanya kitu cha kitofauti ili uweze kupiga hatua mbele. Lakini jambo la 3 ni nidhamu ya fedha. Ule uwezo wa kujimudu matamanio na shauku ambazo zipo hata kama mazingira na watu wanaokuzunguka wanazifanya. Kwa hiyo hizi ni sifa muhimu sana kwa mwanamke yoyote kuwa nazo. Naam. Sasa baada ya hapo kuna mambo pia mbalimbali ambayo yapo kimtazamo zaidi. Na hizi tofauti za kimtazamo zinahusiana pesa. Tofauti ya kimtazamo kuhusiana na pesa kati ya mwanamke na mwanaume, na hapa ndo chanzo kikubwa cha migogoro mingi. Hapa nazungumzia money psychology. Kwanza kabisa, kwa mwanaume pesa ni nguvu na utawala, na hii ni jambo muhimu sana. Jinsia yoyote ya kike ambayo unanitazama sasa hivi, ili jambo linaweza likakuingiza kwenye migogoro mikubwa sana. Pesa ni nguvu na utawala kwa sababu mwanaume akikosa pesa, ile nguvu yake na uwezo wa kujitawala by nature inashuka. Kwa hiyo unakuta vitu, unaweza ukamzungumzisha kitu kidogo kusema, yani unafanya hivi kwa sababu unaniona mimi sina hela. Sasa ukajiuliza, sasa hii inatokea wapi? Mbona mimi sielewi? Unaweza ukajikuta una react kwenye kile anachokisema, mkajikuta ugomvi unakuwa mkubwa. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba mwanaume akikosa pesa, uwezo wake kwanza wa kufanya maamuzi unakuwa unstable. Yani anakuwa hayuko confident. Na hapo ndo ile unaweza labda nitolee mfano. Anakuwa kuna baadhi ya, kwa mfano vijana wa kiume wanaojitafuta, anakuwa unstable. Leo amekuwa winga, kesho ameamka yuko fundi viatu, kesho kutwa amekuwa nini? Kwa sababu ya kutafuta. Kwa naturally, yani kibiolojia. Kwa hiyo uwezo wake wa kufanya maamuzi na utawala unakuwa unstable, lakini pia hata namna ya kusimama, kuna namna confidence inapungua kidogo. Kwa hiyo kama wewe ni mama au ni mwanamke, uko na mtu ambaye umemzidi kidogo pesa,
kuna namna ya kuadjust. Usipokuwa makini, either utapoteza hayo mahusiano au hiyo ndoa, au utakuwa hauna mahusiano mazuri. Kwa hiyo lazima ufahamu, mwanamke inakuwa it's okay, inakupa tu leisure, unakuwa na furaha, lakini haikuumizi kwa kiasi kikubwa kama mwanaume. Kwa hiyo chochote utachomwambia ata react from the point of unaniona mimi sina. Unanijibu hivi kwa sababu unaona mimi sina, kumbe wewe hauko huko. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana la kulifahamu. Jambo la pili, kipaumbele cha elimu ya fedha. Kikawaida mwanaume by nature yani hapendi kufundishwa, na hapa nirudi tena kwa jinsia ya kike. Tumesema huu ni mwezi wetu lazima tufahamiane. Ukiwa unataka kuzungumza kiuchumi, kimane psychology, wanashauri iweke katika, usimfundishe mwanaume kuhusiana na fedha. Kama umeona kuna kitu hapa cha uwekezaji, kuna mada tunafanya za uchumi na fedha, kuna mali umeona kuna elimu ambayo unaona kabisa hapa kuna mali atoshei, chukua ile klipu mrushie. Mwambie tu hichi kitu nimekipenda, mkisikilize, akajifunze kutoka kwa huyo mtu. Lakini uanze kumfundisha sasa, sikiliza, njoo tukae hapa nikwambie. Yani ataona, kwa sababu by nature tumezungumzia hapo, yeye anatamani kuwa mtawala. Kwa hiyo kipaumbele cha elimu ya fedha yeye kwake sio kikubwa, na ndio maana kwa madarasa mengi na semina nyingi tunazozifanya, audience wengi, participant ni wanawake, kwa sababu mwanaume yeye anaamini anajua. Na ndio maana hapo tunasema punguza ushauri. Kwa sababu gani? Anaamini anajua. Kwa hiyo kama mwanaume ni vizuri ujifahamu, na kuna vingine vina athari moja kwa moja, na usipojua kitu kinaweza kikakupelekea kwenye athara na kufanya makosa mengi. Kwa hiyo jifahamu, na mwanamke mfahamu mtu ambaye unadili naye. Sasa hapo kwenye maamuzi, kwenye pesa iliyopo inakuwaje? Maamuzi kwenye pesa iliyopo, by nature mwanaume anatamani awe na sauti kwenye fedha, na hasa hapo katika ngazi ya familia. Na kama ikitokea sasa mwanaume hana fedha, alafu ile iliyopo labda pengine ni ya mama, anatamani awe na sauti, na hapo ndo mgogoro unapokuwepo. Kwa hiyo kiujumla tu katika ile eneo, mwanaume yote ambaye unanitazama, jinsia ya kiume, Mungu akuongoze, akusaidie, uchakalike, upambane, uwe na chanzo chako cha fedha, kwa sababu kuna hatari kubwa sana ya kumsaidia mtu kufanya maamuzi kwenye fedha yake. Hapo unaweza ukatengeneza mgogoro mkubwa. Kwa hiyo ni vizuri ukawa vizuri financial, ukafanya maamuzi kwenye fedha yako, na hapo sasa nafasi ya utawala inafanya kazi kwa uzuri zaidi. Naam, tumalize na hili la alama sasa ya mafanikio. Inakuwaje? Alama ya mafanikio, takwimu zinatuonyesha 40% ya kitu ambacho kinampa raha mwanaume ni mafanikio yake. Tofauti na namna ambavyo mwanamke anatazama. Kwa hiyo mwanaume anaweza akawa vizuri spiritual, afya yake ya akili iko vizuri, yuko vizuri, lakini kama hana fedha, yani anaona kuna namna amepungukiwa. Kwa hiyo ni vizuri jamani, tuendelee kutafuta hela, tuchakalike, ili kuweza kutunza nafasi na utawala wa mwanaume. Na tukimaliza leo na Janet, nukuu, tukiwa tunaelekea kukamilisha nukuu. Leo tunamalizia na nukuu ambayo inasema, mwanamke ijue nafasi yako, fahamu mtu unayehusiana naye, tafakari na simama vizuri katika eneo lako. Kwa hiyo usipokee tu ushauri, kuna namna tofauti tofauti na kuna aina tofauti tofauti za wanaume. Wewe jifahamu, wewe fahamu mtu uliokuwa naye, lakini pia zingatia, katika hatua za awali huwa tunafanya makosa mengi. Inawezekana kuna nafasi au kuna mahali haukukaa sawa, rudi katika nafasi yako. By nature, tunasema mwanamke kimfumo, na tukizungumzia nafasi ya mwanamke kiujumla, tukianza mwanzoni kabisa awali, mwanaume ndo alipewa bustani aitunze, bustani ya Eden, alafu mwanamke akaja baada ya mwanaume. Kwa hiyo the moment mwanaume aliruhusu mke wake alete chakula, ndipo alipofukuzwa bustanini. Kwa hiyo mwanaume soma kwa nafasi yako, na mwanamke kaa utulie. Usitake umiliki, usitake kumiliki alafu unataka kumilikiwa. Ukitaka kumilikiwa tulia, na ukitaka kumiliki soma kwa nafasi yako. Janet, kwa kifupi sana tuambie, utaniambia kwa kifupi kuhusiana na
kitabu hicho? Okay. Siku ya tarehe 8 nilizindua kitabu kinachoenda kwa jina la Ufanisi Kazini. Kina lengo la kumsaidia mfanyakazi yoyote aweze kupata matokeo katika eneo lake la kazi. Hapa nimezungumzia aina ya viongozi eneo la kazi na namna ya kudili nao ili usiharibu mahusiano, lakini pia usipoteze kazi yako, na namna ya kuwa bora, kutoa matokeo na makosa pengine unayoyafanya kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa hiyo kitabu hiki kinapatikana kwa gharama ya 15,000 tu za Kitanzania, na kwa yote ambaye anahitaji anaweza akapiga mawasiliano kwa namba ya 0759665586. Shukrani sana Janet.